Jaribu kuwaza matatizo yangekuwa kwako ingekuwaje. Hakuna nependa haya matatizo na yakikukuta nauma. Utasema kwa wapi Mungu, yamenizidia haya machungu. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana kondoo ameshinda. Asalamu alaykum. Mimi ni washukuru sana wananchi wa Makanjaula kwa kujitokeza kwenu. Kadhalika ni washukuru na ndugu zetu ambao wamesafiri kutoka maeneo mbalimbali ili tuje tuungane kwa pamoja kwenye kampeni hii na tuhakikishe mtoto wetu Juliet Haule walao wanapata ahueni na afya yake inarejea kwenye hali yake ya kawaida, kwa sababu tunaamini anahitaji kuwa taifa la kesho na sisi tunakuwa na matarajio makubwa kwake. Kwa hiyo naomba niwakaribishe sana wananchi wa Makanjaula na maeneo yote jirani na wale ambao tumesafiri kwa pamoja kuja hapa. Lakini pia wale ambao wanatusikiliza moja kwa moja kupitia 89.1 Upland FM. Muda huu tunasikika, tupo hapa Makanjaula na kama ilivyo ada tumekuja kwa ajili ya kampeni ya Tunaishi Nao. Na wale ambao wanatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, kadhalika nao wakitutembelea kwenye kurasa zetu rasmi, ukurasa wa Facebook, Instagram, X, YouTube, huko tunapatikana kwa jina letu moja tu la Upland FM, ambako huko kila kinachoendelea hapa watu wanakiona na sisi tunahakikisha kwamba dunia nzima inafahamu kwamba Radio Upland tupo hapa Makanjaula kwa ajili ya kampeni ya Tunaishi Nao kama ilivyo utaratibu wetu. Sasa niombe utulivu na uvumilivu kwa sababu tumechelewa kuanza, lakini nina uhakika tutawahi kumaliza ili kukimbizana na hali ya hewa. Na kwa kuwa nimesema kwamba tutakuwa tunakimbizana na muda, naomba sasa ni kuinue mwenyeji wetu, mwenyekiti wa kijiji cha Makanjaula, ndugu yangu Aldo. Wewe uje utukaribishe, lakini utamuinua mtumishi wa Mungu, yeye atafanya utambulisho na atafanya sala kwa ajili ya kuanza kampeni yetu hapa kwa sala fupi. Karibu sana mwenyekiti. Makanjaula oye! Kampeni safi! Tusimwache mnyonge. Asanteni. Kwa majina naitwa Aldo Aureliani Mnenuka, ni mwenyekiti wa kijiji hiki cha Makanjaula, ambapo leo zoezi zima la kampeni ya Tunaishi Nao ndiko inakofanyika. Kwa wageni karibuni sana, mjisikie mko nyumbani. Tumejaliwa upendo kama mnavyoona. Mkusanyiko huu ni kwa sababu ya kumsaidia mtoto wetu Juliet ili aweze kuishi kama vile sisi tunavyoishi. Kampeni safi. Kabla sijatamka neno kwa mchungaji ili aweze kutupitisha kwenye sala fupi, niombe nitoe maelekezo kidogo kwa wageni ambao tumefika hapa. Tunazo zile ofisi zetu kubwa tunazozitumia. Nafikiri nimeeleweka hapo. Kwenye taasisi yetu ya hapa shuleni, hili jengo tunaloliona hapa, kwa upande wa kule, yaani nikisimama hivi niseme kulia, tuna ofisi zile ziko pale, zina maelekezo kwenye kila kitu. Wanaume tunaenda huku, wanawake tunaenda huku. Tumeelewana hapo jamani? Ndio. Maana tusije tukaanza kuulizana baadaye wapi tunaenda au tukafanya sehemu ambayo tujikinge sio wenyewe, kwa yaani tuwe na afya bora. Baada ya kusema haya maneno mafupi, niwakaribishe sana wageni wangu kwenye hichi kijiji, pia wenyeji. Tujifunze ili tuishi hivyo. Sinaeleweka jamani? Inaeleweka. Wamekuja kutuelimisha, lengo tusaidiane, tusisaidiane kwenye mpaka itokee labda mtu amefariki au nini. Hapa ndo tunajifunza hivyo, sababu hata sisi tulipokea kwa ugeni hivyo hivyo. Lakini nashukuru Mungu hajatuacha na tumepambana kadri ya uwezo wetu, tumefikia hapa tulipofika. Baada ya kusema maneno machache, niseme kwamba mkutano wetu rasmi au kampeni yetu katika kijiji changu imefunguliwa rasmi. Kwa maana ya kukimbizana na muda, nimkaribishe mchungaji wangu ili aweze kutufungulia kwa maombi, tuendelee na kampeni. Karibu mchungaji. Kamwene. Kwa jina Timotheo Msemwa, mtumishi wa kanisa la Legitimo Makanjaula. Basi nitakwenda kuomba sasa kwa ajili ya ufunguzi wa
jambo lote mbele yetu. Baba yetu na Mungu wetu, mfalme wa falme wa uzima, wewe ni Alfa Omega, mwanzo na mwisho, hapana mwingine. Tazama kwa majeshi kusanyiko hili na kabidhi mkononi mwako Bwana. Watumishi wako masafiri kutoka mbali wamekuja kwenye maeneo haya Bwana kwa majeshi wa Makanjaula. Tazama Mungu wa majeshi, Baba wa mbinguni, kafunika kwenye eneo hili la uwanja huu mfalme. Hata wale Bwana kafunika mamlaka yako mfalme. Na hata uongozi mzima mfalme uliofika mahali hapa Bwana, kaufunika kwa damu yako Yesu Kristo mfalme. Baba na kabidhi yote mikononi mwako na warudisha na sifa na tukufu mikononi mwako Mungu majeshi. Nikata yote kwa mashukuru. Amen. Na kushukuru mheshimiwa mwenyekiti, ni kushukuru pia mtumishi wa Mungu, na sasa ni rasmi tuko salama na Mwenyezi Mungu yupo kati yetu ili tuweze kuanza kampeni hii kwa pamoja. Na kwa kuwa nimesema kwamba tutatumia muda mchache, niombe kwa sasa nitambue uwepo wa mheshimiwa diwani wa kata ya Uwemba, ndugu yangu Mtewele. Yeye ndiye ambaye atatuongozea zoezi letu la kampeni ya tunaishi nao leo, na yuko sambamba na sisi. Hili ni eneo lake, lakini pia tutambue uwepo wa diwani wa viti maalum kata ya Uwemba, pia naye yuko hapa na tunaendelea naye na tupo naye. Amekuwa ni wakati wote tukiwa na kampeni huwa yupo na sisi. Tutambue pia uwepo wa afisa maendeleo ya jamii kata ya Uwemba. Hawa ni viongozi ambao wamekuja leo kwa ajili ya kushirikiana na sisi na wananchi wa Makanjaula. Kwa hiyo tujue kwamba ofisi nzima ya kata ya Uwemba tupo sambamba hapa ili kuhakikisha tunafanikisha jambo letu. Na ndio maana nimesema niwaombe tuwe wavumilivu na tuwe watulivu ili mambo yetu yaweze kwenda vizuri. Wakati huu mimi naomba ni watambulishe baadhi ya wafanyakazi wa Radio Uplands ambao kwa kiasi kidogo tu tumekuja hapa, wenzetu bado wanaendelea na majukumu. Mbele yenu ninayezungumza, majina yangu ni Elia Chungwa. Mimi ni meneja wa vipindi na maudhui Radio Uplands, ni mwenyekiti wa kampeni ya tunaishi nao 2025. Na kama huwa mnafuatilia vipindi, basi nasikika kwenye vipindi vya michezo saa 2 mpaka saa 3 usiku, kipindi kinaitwa Sports Line, na saa 4 mpaka saa 7 mchana kipindi kinaitwa Sports Power. Na huwa nawasomea habari ya kila siku saa 2 asubuhi. Niombe sasa nianze kuwaleta wafanyakazi mmoja baada ya mwingine. Nianze na Beata Yosam. Huyu ni katibu wa kampeni ya tunaishi nao, lakini anafanya vipindi vingi kidogo. Anasikika kwenye kipindi cha asubuhi leo, hiki kinaanza saa 12 mpaka saa 4 asubuhi, na anafanya kipindi cha Jahazi la Pwani kila siku za Jumapili saa 10 mpaka saa 1 usiku, na vipindi maalum, na anawasomea habari ya kila siku saa 1 usiku. Naomba wapungie mkono watu wa Makanjaula. Naomba nimlete dada yangu mwingine, anaitwa Vitalia Henry Mgeni. Yeye anasoma habari ya saa 6 kamili mchana kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa. Anafanya kipindi kinaitwa Weekend Pause Jumamosi saa 10 mpaka saa 1. Lakini anasikika kwenye kipindi cha The Bench kila siku saa 10 mpaka saa 1 usiku. Na yuko hapa atawasalimia, na mimi nikupe ruhusa sasa wapungie mkono. Naomba nikulete kaka yangu Pastori Kadashi, mtangazaji wa Uplands FM. Anafanya kipindi cha asubuhi leo. Anasikika kila siku saa 12 mpaka saa 4 asubuhi. Na wakati mwingine anasikika kwenye kipindi cha michezo Jumamosi saa 2 mpaka saa 3 usiku. Ni mwandishi wa habari na anasikika pia kwenye kipindi cha Sayari ya Upako Jumapili saa 12 mpaka majira ya saa 4 asubuhi. Wasalimie wana Makanjaula. Naomba nimlete kaka yangu mwingine. Yeye anaitwa Nimrod Mgoe, lakini jina lake la kazi anaitwa Gito Bwax.
Huyu anasikika kwenye kipindi cha Extra Flavor. Kinaanza majira ya saa 7 mpaka saa 10. Ukimkuta Ijumaa ni saa 4 mpaka saa 6, kuna kipindi cha burudani pia kinaitwa Crazy Furahi Day. Jumamosi kuna kipindi cha burudani kinaitwa Ladha ya Kusini, saa 4 mpaka saa 7. Jumapili kuna kipindi cha burudani kinaitwa Sunday Special, saa 4 mpaka saa 7. Na nadhani watu wangu wa Makanjaula wale wenye t-shirt fulani alisema kaka yangu maskini jeuri wakati tunafika, mtamuona huyu bwana. Wapungie mkono wasalimie. Naomba nikulete ndugu yangu Ephraim Donald. Daktari, lakini jina maarufu anaenda kama mkemia mkuu wa mikeka. Huyu bwana anafanya vipindi vya michezo. Sports Power saa 4 mpaka saa 7 na Sports Line saa 2 mpaka saa 3. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya kimichezo na taaluma yake ni daktari, na huko tumempa cheo cha kuwa mkemia mkuu wa mikeka. Kama kuna lolote liliwahi kutokea kwa ndugu zangu wa Kubeta wa Makanjaula, tutamwacha hapa, mtatuletea kesho. Wapungie mkono kwa salimia. Naomba nimlete dada yangu Ato Isaac, mwanahabari wa Uplands FM. Yeye anasikika kwenye kipindi cha Sauti ya Watoto Jumamosi saa 3 mpaka saa 4 asubuhi. Lakini ni mwandishi mbobevu wa habari za biashara na uchumi Uplands FM. Wasalimie wana Makanjaula. Nikulete pia kaka yangu Sam Kihombo. Yeye anaitwa Kichaka cha Kazi au kichwa cha kazi. Kwenye kichwa hapo tukiache kidogo kwa sababu kinaonekana. Huyu ni mwandishi wa habari Uplands FM, lakini pia anafanya kipindi cha Night Show Ijumaa mpaka Jumatatu. Wasalimie wana Makanjaula. Naomba nikulete dada yangu Edina Nyaruga, mwandishi wa habari Uplands FM, mtangazaji wa kipindi cha burudani kinaitwa Extra Flavor, kinaanza saa 7 mchana mpaka saa 10. Wapungie mkono uwasalimie wana Makanjaula. Naomba nimlete kaka yangu Benedicto Ackley. Huyu ndiye ambaye anatuweka mjini. Nani kwenye simu yake ana Instagram? Anyoshe mkono. Nani ana Facebook kwenye simu yake? Si mjanja. Nani ameifollow kurasa rasmi ya Uplands FM? Anyoshe mkono. Baadaye sisi tutagawa zawadi kwa atakaye tufollow hapa. Sawa sawa. Huyu anaitwa Benedicto Ackley, anahakikisha kwamba maudhui yote tunayopata hapa tunayapeleka mitandaoni, kwenye mitandao ya kijamii. Huko Facebook, Instagram, X pamoja na YouTube. Uplands FM tunapatikana. Na huyu ndio mkuu wa idara hiyo. Lakini pia ni producer wa nyimbo mbalimbali. Wasalimia wana Makanjaula. Naomba nikulete kaka yangu DJ Luka Show. Anaitwa Luka Mgaya, maarufu kama DJ Luka Show, mkuu wa idara ya muziki Uplands FM. Lakini hapa anatusaidia kwenye eneo la digital na pia kwenye sehemu ya kutufanya sisi tuwe live kutoka hapa kwenda Nazareti Njombe na tuwafikia Watanzania wenzetu ambao wanatusikiliza muda huu. Wasalimie watu wa Makanjaula. Najua kuna mtu mmoja nimemwacha atakuja kuzungumza baadaye. Yeye ni mratibu wa kampeni ndugu yangu Fikirini Ngailo. Na tunao wadau mbalimbali ambao tumeambatana nao. Kwa muda huu nitambue uwepo wa mchungaji Joseph Mungalia. Mfalme wa amani anakuja. Asante sana. Nitambue uwepo pia wa mtumishi wa Mungu Kennedy Bukuku. Ni kwa uchache tu, lakini wengi ambao umewaona atakuja kuwatambulisha mratibu wa kampeni ya Tunaishi Nao, ndugu yangu Fikirini Ngailo. Baada ya kufanya utambulisho huu kwa muda mchache,
Naomba nimuinue mtendaji wa kijiji cha Makanjaula. Wewe uje utambulishe viongozi ambao wapo hapa, lakini pia utupe taarifa ya michango ya wananchi wa kijiji cha Makanjaula. Karibu mtendaji. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kamwene. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kampeni oye. Oye. Wageni oye. Oye. Jamani, kama wenyeji wa Makanjaula, kwa niaba ya wananchi wote tunawashukuru sana kwa kutufikia katika kijiji chetu kwa ajili ya kuhakikisha afya ya mtoto wetu Juliet Haule inakuwa salama. Basi baada ya kusema hayo, naomba niweze kuwainua baadhi ya viongozi ambao ni wajumbe wa serikali ya kijiji cha Makanjaula. Kwanza kabisa, naomba nimsimamishe mwenyekiti wa kijiji. Lakini kwa pamoja wajumbe wote naomba tusimame tuweze kupunga mikono. Lakini pia na wananchi wote wa Makanjaula kwa ujumla tupunge mikono. Nashukuru, na hao ndio wananchi wa Makanjaula. Ifuatayo ni taarifa ya fedha iliyokusanywa na wananchi wa kijiji cha Makanjaula kwa ajili ya kumchangia Juliet Haule kwa ajili ya matibabu. Michango ya vitongoji. 1. Kitongoji cha Idagadaga 200,000. 2. Kitongoji cha Ndipa 163,000. 3. Kitongoji cha Nyamalambo 145,000. 4. Kitongoji cha Kati 123,500. Jumla ni 631,000. Mchango kwa wadau mbalimbali wa michango kwa wadau mbalimbali waliopewa barua. 1. Wadau ambao ni wananchi wa kijiji cha Makanjaula ni 490,000. Michango ya wananchi ambao ni wanachimba madini ni 69,000. Walimu shule ya msingi Makanjaula 27,000. Kanisa la EAGT shilingi 50,000. Jumla 636,000. Jumla kuu ni shilingi 1,267,000. Sawa, nilikuwa namuuliza kama kuna mahitaji mengine ambayo wananchi mmetoa. Amesema hapana, kiasi kubwa mmetoa fedha. Na sisi tunawashukuru sana wananchi wa Makanjaula, na mmetuunga mkono kampeni ya Tunaishi Nao kwa kiasi kikubwa. Hatua ambayo umeifikia ni kubwa, na tunaamini kwamba kwa sababu tupo wote hapa, tunachotaka kukifanya kwa Juliet kitafanikiwa kwa pamoja. Sasa baada ya kupata taarifa ya serikali ya kijiji cha Makanjaula, naomba nimlete mratibu wa kampeni ya Tunaishi Nao. Anaitwa Fikirini Ngailo, na huyu ndio nilisema nitakuja kuwatambulisha baadaye. Yeye anafanya kipindi cha Mapito Yangu kila siku saa 4 mpaka saa 6 usiku. Anafanya pia kipindi cha Sayari ya Upako kila Jumapili saa 12 mpaka saa 4 asubuhi, na anatusomea pia taarifa ya habari hasa Jumamosi na Jumapili. Kwa muda huu mratibu utakuja kufanya utambulisho wa baadhi ya wadau ambao tuko nao hapa. Utazungumza pia machache juu ya kampeni ya Tunaishi Nao, na utatupa hesabu ya jumla ya michango ambayo imeratibiwa na Uplands FM. Karibu sana. Bwana
Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Salamu alaikum. Kamwene. Poleni sana na hongereni pia. Wana Makanjaula mpo? Hebu pungieni mikono kwanza. Asanteni sana. Mungu abarikini sana. Basi kama ambavyo nimetambulishwa, jina langu ni Fikirini Benjamin Ngailo. Maskini Jeuri ni jina maarufu, lakini ni mratibu mkuu wa kampeni ya Tunaishi Nao kwa misimu yote toka msimu wa kwanza mwaka 2019 mpaka msimu huu wa mwaka 2025 ambao ni msimu wa 7 toka kampeni ya Tunaishi Nao imeanza. Tunaishi nao, usimwache mnyonge, mshike mkono, upendo uendelee. Tunashukuru sana. Basi nianze kwa kutoa shukurani za dhati kwa Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi, ambaye ametuongoza sisi sote siku ya leo, kwanza kuamka vizuri, kusafiri na hata kufika katika eneo hili. Na imani wapo wengi ambao walipanga lakini wameahirisha. Amina. Na wameahirisha kwa sababu ambazo ni za lazima, lakini pia wapo ambao wameahirisha kwa sababu ambazo zipo nje ya uwezo wao. Yupo ambaye alipanga leo ahudhurie kwenye kampeni ya Tunaishi Nao, lakini inawezekana asubuhi ameamka na taarifa ya msiba mahali, si ndivyo? Kwa hiyo ameahirisha. Lakini yupo ambaye alipanga leo kuhudhuria kwenye kampeni ya Tunaishi Nao, lakini amejikuta ameahirisha kwa sababu yeye ameamka anaumwa ama ameuguliwa ndani ya familia yake. Kwa hiyo sisi ambao tumepata nafasi na kibali cha kuwa mahali hapa, tunayo sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii. Lakini jambo la pili, niwashukuru sana viongozi wa serikali. Nikianza na Mheshimiwa Diwani viti maalum, ngazi ya serikali ya kijiji, wajumbe wa serikali pamoja na wananchi wote. Hii yote ni kwa sababu ya ushirikiano ambao mmeweza kuonesha, lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila kama nitawasahau watumishi wa Mungu kupitia madhehebu mbalimbali yanayopatikana katika eneo hili. Lakini zaidi tuwashukuru wasikilizaji wa Apple FM Radio kutoka maeneo mbalimbali ambao hata sasa hivi tunapozungumza hapa wanaendelea kutufuatilia na kutusikiliza kupitia radio, kuendelea kufuatilia na kujua mwenendo halisi wa kile ambacho kimefanyika kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Ni wengi wameumia sana walipopata taarifa ya mtoto Juliet juu ya changamoto ambayo anaipitia, mtoto mdogo wa umri wa miaka 6 kuonekana na tatizo la moyo kwao imekuwa ni changamoto sana. Na wengi wanaamini mtoto huyu bado ni taifa la kesho. Ana ndoto nyingi ambazo anahitaji kuzitimiza, ana ndoto nyingi ambazo anahitaji kuzifikia ili aweze kufikia malengo yale ambayo Mwenyezi Mungu amempangia. Lakini tuna imani kwa kile kikubwa ambacho tumekifanya, kwa mwitikio mkubwa ambao umefanyika kupitia kampeni ya Tunaishi Nao siku ya leo, tuna imani kile ambacho kinaenda kufanyika kitamuinua mtoto huyu na kwenda hospitali. Sema amina. Amina. Tuwashukuru sana wale wote ambao mnaendelea kushiriki na kampeni ya Tunaishi Nao. Sisi huwa tunasema mara kadhaa kwamba hatuna kikubwa ambacho sisi tunaweza kuwalipeni ninyi nyote kwa kuweza kushiriki kwenye kampeni hii, kwa sababu tulikotoka na mlikotoka na hii kampeni sio eneo la karibu. Tumetoka mwaka 2019 tumeanza kampeni ya Tunaishi Nao. Leo yanakuja magari zaidi ya 2 hapa. Lakini tukiwa tunaanza kampeni ya Tunaishi Nao ilikuwa tunatumia pikipiki. Tupo na bodaboda tunaenda sehemu, na hatukuwa tunaenda kufanya mkutano kama huu. Tunaenda tu kwenye ile familia ya mhitaji, tunafanya kampeni pale, tunaondoka. Na unaweza kukuta tunaweza kukabidhi kiasi labda cha shilingi 300. Tukipata 600 mpaka 500 tukirudi ofisini tunapongezana kwamba leo tumeupiga mwingi. Lakini safari imeendelea. Mpaka sasa hivi tunapozungumza, baadaye tukaanza kutumia daladala. Tunaondoka na daladala, tunasafiri. Tunaelekea Mikongo Kifanya, tukitoka hapo tunaenda Mdandu, tunaenda Nyombo. Huko tukienda tukipata 800, tukipata milioni, tunarudi wote tunapongezana kwamba tumefanya kazi kubwa sana katika kampeni ya Tunaishi Nao. Lakini Mwenyezi Mungu bado ni mwema. Ameendelea kuona hili kubwa ambalo linafanyika na Apple FM Radio kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Siku zimezidi kusogea. Leo hii tunapata zaidi ya milioni 5 kwa kila mhitaji kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Wahitaji ambao tumeanza nao mwaka huu, hakuna mhitaji ambaye tumepata fedha chini ya milioni 7.
Kwa hiyo tunaona ni jinsi gani ambavyo kampeni hii sasa imekuwa na mafanikio makubwa. Na kuna muda tulipitia changamoto nyingi sana kupitia kampeni hii. Wapo watu wengi ambao walifikiri kwamba hata hawa wanaofanya kampeni ya Tunaishi Nao walienda Upland FM kwa ajili ya kuomba kazi ili wapate kipato. Kwa maana hiyo sasa, kama lengo lilikuwa ni kupata mshahara, basi wameamua kutafuta njia nyingine ya mshahara. Tulikuwa na wakati mgumu sana kumjibu kila mmoja juu ya nini ambacho kinafanyika, nini ambacho tunakihitaji. Leo hii kama tunapata milioni 8, milioni 9 kwenye kampeni ya Tunaishi Nao, mgonjwa anaenda anatibiwa na anapona. Tuna kila sababu ya kuendelea kuzungumza na wale ambao hawaamini juu ya kampeni hii. Hatuwezi kuendelea kuzungumza nao, si ndio? Itakuwa ni kweli Yesu katika njia zake alikuwa anatafuta mmoja aliyepotea, si ndio? Anaacha 99 wale kondoo. Lakini sisi nafikiri tunaweza tukabadilisha huo mfumo. Amina. Sisi tukabaki na 99, huyu mmoja aliyepotea basi, si ndio? Sisi tunaendelea na wangapi? Kwa sababu hawa 99 wao wameshahiari, wako tayari kushiriki kwenye kampeni ya Tunaishi Nao kwa njia tofauti. Njia ya kwanza ni kuchangia, njia ya pili ni kuiombea kampeni ifanikiwe. Vipi kuhusiana na huyu mmoja ambaye bado haelewi tu kila siku? Ngali hapo utanisamehe. Tuendelee kumwombea. Sisi tutakachokifanya Mngalia, tutapiga magoti na kumwombea mgonjwa ambaye tunamhudumia katika wiki husika. Amina. Ili aweze kupona. Ule utukufu ambao utatoka kwa yule mgonjwa, nafikiri utamuokoa na yule wa 100 ambaye labda alifikiri kupotea. Kwa ndugu zangu, tuna kila sababu ya kujipongeza. Tuna kila sababu za kujipongeza kwa maana ya kumshukuru Mwenyezi Mungu juu ya hatua kubwa ambazo tumezipiga. Na katika kutembea katika mazingira hayo yote, wapo wahitaji wetu ambao mpaka sasa hivi wanaendelea vizuri, wapo wengine ambao wamepona na wako vizuri wanaendelea na majukumu yao. Lakini pia kuna wengine kwa sababu ya changamoto za kuugua kwa muda mrefu, matatizo yamekuwa ya muda mrefu, bado hali zao hazibadiliki kwa haraka, na wenyewe pia tunaendelea kuwaombea. Amina. Lakini pia nizungumze kidogo juu ya wahitaji wa mwaka 2025, mwaka huu ambao tumewasaidia kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Naweza kusema tulianza rasmi pale Uwemba kwa Adelina Mwanyika. Hivi sasa tunapozungumza tayari yuko hospitali, matibabu yanaendelea. Lakini pia tulienda pale Itunduma kwa mama yetu Eva Mfilinge. Nafikiri mnamkumbuka vizuri, alikuwa na kansa ya jicho Mama yetu ameenda hospitali, na jambo la kufurahisha ambalo hata nilipopokea taarifa lilinipa moyo ni kwamba ile kansa ya jicho haikuwa imesambaa sana. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunapozungumza, yule mama ilionekana baada ya kupimwa ana uvimbe fulani ndani ya jicho. Kwa hiyo amepewa dawa aendelee kutumia kwa muda wa wiki 3. Si ndio bwana Beda? Baada ya kutumia dawa hizo atarudi hospitali kwa maana ya taratibu nyingine. Lakini kansa ile haikusambaa ikaingia mpaka kwenye ubongo kama ambavyo labda wengi tulikuwa tumefikiri. Kwa hiyo taarifa ni njema kupitia yeye. Tuna imani Mungu ni mwema. Yule ataendelea kuwa shahidi yetu, ataendelea kuwa mhitaji wetu wa kampeni ya Tunaishi Nao, tukiendelea kumuona. Amina. Lakini mara mwisho tulikuwa pale Kidegembye. Tayari taratibu zote zimefanyika, mgonjwa kwa hospitali kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Leo tuko hapa kwa ajili ya mtoto Juliet ambaye anapitia changamoto hiyo kama ambavyo wengi mmesikia redioni. Ndugu zangu wa Makanchaula, sisi leo tumekuja hapa kwa mara ya kwanza kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Wangapi mnaifahamu kampeni ya Tunaishi Nao kwa kuisikia redioni? Naomba tupungiane mikono hapa. Wangapi wanaifahamu kampeni ya Tunaishi Nao kwa kushiriki kutoka Makanchaula? Asante sana. Mikono ilinyoshwa mingi sana kwa kuifahamu kampeni ya Tunaishi Nao kwa kuisikia. Lakini mikono imekuwa michache kwa kuifahamu kampeni ya Tunaishi Nao kwa kushiriki kwa maana ya kuchangia. Kuna uwezekano mkubwa ndugu zangu wa Makanchaula hamkuwa mnajua nini kinafanyika, si ndivyo? Ila kusikia mnasikia. Lakini kuna kale karoho kwamba sasa mimi ninafanyaje hapa, inawezekana mlikuwa hamjui, si ndio? Leo tumekuja kwenu. Nafikiri mmeona namna ambavyo kampeni hii inafanyika. Lakini pia inawezekana mlifikiri kampeni hii inalenga baadhi ya mazingira na sehemu nyingine haiwezi kwenda. Leo tuko hapa. Tulipokea taarifa ya mtoto wetu Juliet ambaye anapitia changamoto. Mheshimiwa Diwani Viti Maalum ndo amepiga simu mpaka usiku wa manane kwamba maskini jeuri, naomba kwa namna yoyote, yule mtoto ni malaika, naomba tusaidiane. Nikamwambia mama, naomba nipe muda juu ya hili. Amina.
Nikamwambia naomba nipe muda juu ya hili, niendelee kulitafakari tuone uratibu wetu utafanyaje. Lakini baadaye neema ya Mungu ilituongoza, tukasema sasa tunaelekea wapi? Makanjaula kwa ajili ya kumhudumia. Kwa hiyo ndugu zangu wa Makanjaula, leo tuko hapa kwa ajili ya kumsaidia huyu mtoto. Tuliomba mjitokeze kwa wingi kushiriki kampeni ya Tunaishi Nao. Lengo kubwa ni kwamba tunatamani kutoa elimu juu ya kuendelea kusaidiana kupitia changamoto mbalimbali tunazozipitia. Amina ndugu zangu. Amina. Leo Juliet yupo chini ya kampeni ya Tunaishi Nao kupitia Uplands FM Radio. Je, kuna mhitaji mmoja tu Makanjaula? Wako na wengine, si ndio? Tulitaka mje kwa wingi, lengo tuwape elimu ili muone namna ya kuwasaidia wale wengine pia. Amina. Amina. Nina imani kama tunaweza kuungana sote kwa pamoja, tunao uwezo na nafasi ya kuwasaidia wahitaji wetu kwenye maeneo yetu sisi wenyewe. Ili mradi tu tuamue kujitoa. Tuamini kwamba kile ambacho kinafanyika ni kitu kizuri na tunamuokoa mwenzetu ama tunaokoa maisha yake. Sawa ndugu zangu? Tukiamini hivyo tunaweza kufanya. Tusifanye jambo kwa shinikizo la serikali kwamba atasema mwenyekiti mimi sijatoa mchango au mtendaji atasema mimi sijashiriki. Tufanye kwa moyo wetu wa dhati. Wako wahitaji tulionao hapa Makanjaula, wengine hawahitaji milioni, wanahitaji 300,000, wanahitaji 500,000. Kama leo kijiji kizima kwa nguvu yenu pamoja na mtendaji na serikali yenu mmeweza kuchangia 1,600,000. Je, kuna haja ya Upland FM kuja na kampeni ya Tunaishi Nao kwa mhitaji ambaye anahitaji milioni kwenda hospitali? Hapo sauti zimekuwa chache. Hapana, si ndio? Hili tunaweza kulifanya sisi wenyewe, si ndio? Kwa hiyo tuwaombe sana ndugu zetu. Wapo wahitaji wengine ambao wapo katika kijiji hiki. Ni jukumu letu kulifanya hilo. Amina ndugu zangu. Nenda kafanye, kwa sababu haujui kesho yako. Leo utafanya kwa yule. Tunatumia pesa nyingi kwenye mambo mengi ya starehe ambazo sio za lazima. Lakini tunayo nafasi kubwa ya kuweza kutumia fedha nyingi pia kuweza kuwasaidia wenzetu na kuwaokoa ambao wanapitia changamoto. Si ndio ndugu zangu? Ndio. Huyu mtu anaweza kaa anaumwa, anahitaji 500,000 tu kwa ajili ya kwenda kufanyia matibabu. Lakini tunasubiri mpaka amefariki, hapo sasa ndo watu wanaanza kujitokeza. Halo, mnakwama nini? Utasikia mnakwama kitu gani? Halo bwana, hapa tulikuwa tunapiga hesabu jeneza, tunataka kuchukua hela kama zinafeli. Mnafeli shilingi ngapi? Yaani anaposema mnafeli shilingi ngapi ameshaanza kuingiza na mkono mfukoni hata kabla hajaambiwa ni shilingi ngapi ambayo inafeli. Mnafeli shilingi ngapi penyewe hapa? Sijui kama nimeeleka vizuri eh? Tuanze kuona namna ya kuwauguza wale. Leo unapokuja kusema huyu mtu mnafeli shilingi ngapi juu ya kumzika, ndio huyo mtu alifeli shilingi 50,000 ya dawa. Si ndio eh? Ambapo kumbe ungempa shilingi 50,000 tungeendelea kuwa naye. Kwa hiyo tuanze kuona namna ya kuweza kuwasaidia wahitaji wetu ambao tunao katika maeneo yetu kupitia kampeni ya Tunaishi Nao sisi wenyewe kwa wenyewe. Na unapotoa, amini kwamba kile unachokitoa ni sadaka ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia na unaenda kubarikiwa kupitia kile ambacho unapotoa. Watumishi kanisani wao wanasema unapotoa sadaka mkono wa kushoto usijue nini umetoa, si ndio? Huwa hawamaanishi kwamba mkono wa kushoto. Kwani mkono wa kushoto una macho? Hauna macho, si ndio? Huwa wanamaanisha kwamba usitoe kwa sababu ya mtu mwingine. Si ndio bwana Mgawe? Kwamba mtu mwingine mpaka ajue. Unajua kanisani hatuninginizi eh? Yaani tunapoenda kutoa sadaka hatuninginizi shilingi 10,000 hivi kwamba naenda nayo mimi naenda kutoa tena. Si ndio? Tunaenda tunatoa kwa unyenyekevu. Kwa hiyo hata katika kuwasaidia hawa wahitaji kwenye maeneo yetu, nenda katoe kwa unyenyekevu hivyo hivyo. Iombee sadaka yako, amini Mungu ataenda kukubariki kwenye kile ambacho umekifanya. Yapo mengi ambayo tunafanya, tunatumia gharama nyingi kama ambavyo nimesema awali, lakini pia tunayo nafasi ya kuyafanya hata haya pia kwa ajili ya wahitaji wetu. Tuungane na serikali zetu za mitaa kwenye maeneo mbalimbali ili tuweze kuwasaidia. Na hili ninalisema si kwa wananchi wa kijiji cha Makanjaula pekee. Ninalisema kwa ajili ya wananchi wote ambao wanatusikiliza sehemu mbalimbali kuendelea kulifanya hili. Wako wahitaji, anapiga simu unaona kabisa hitaji lake ni shilingi 300,000, hitaji lake ni shilingi 400,000. Tunaamini wapo wenye uwezo wa kuweza kuwasaidia hawa wahitaji na wakaenda hospitali. Amina ndugu zangu. Baada ya kusema hayo, niwashukuruni sana kwa kunisikiliza. Niombe sasa niwatambulishe ndugu jamaa na marafiki ambao tumefika nao siku ya leo hapa kupitia kampeni ya Tunaishi Nao, wadau mbalimbali ambao wanakusanya sadaka mahali tofauti tofauti. Kwanza niombe tusimame wote wale wachangishaji kwenye maeneo mbalimbali tuweze kupunga mikono.
naomba tuketi. Hawa wadau ambao mnawaona ni wale ambao wanakusanya michango ama sadaka kwenye maeneo mbalimbali. Wapo wanaotokea kijiji cha Limage. Mwakilishi utakuwa unasimama, mimi nitakuwa nasoma mmeleta shilingi ngapi. Amina Kutokea Limage wameleta shilingi 143,500. Sasa niombe, ninao wadau wengi sana hapa. Makofi naomba mpige mwishoni. Tutachelewa kidogo hapo Tunao wakilishi kutoka kijiji mtaa wa Melinze 146,035. Kutoka kijiji cha Nyumbanitu 146,400. Kutoka Joshoni na Mpechi shilingi 70,000. Kutoka Mgendela shilingi 93,000. Kutoka Nundu shilingi 158,600. Kutoka Ulembwe shilingi 93,000. Lugenge wametoa shilingi 53,450 na wanawashukuru pia Kigango cha Idihani ambao wameweza kuchangia sadaka yao. Kutoka Matiganjolo wameleta shilingi 140,000. Kutoka Ihalula wameleta shilingi 76,100. Lakini pia kanisa la RC Ihalula Mtera wametoa shilingi 30,600. Nazareti shilingi 51,100. Luangu shilingi 108,900. Ameolewa. Luponde shilingi 2,17,900. Mtwango shilingi 117,550. Kibenakati shilingi 1,125. Igima 2,20,000. Stendi ya zamani 1,104. Nole shilingi 40,000. Wanasimama Utelewe shilingi 1,600. Makoga 121. Ihanga 100 na shilingi 2,000. Kilenzi shilingi 95,900. Ramadhani shilingi 243,700. Kambarage shilingi 314,700. Ihanzutwa 100 na shilingi 2,000. Iwafi 85,100. Hao ni wageni na hii ni kampeni ya pili. Wameendelea kushiriki na sisi kwa uzuri kabisa. Ngalanga shilingi 52,000. Yakobi shilingi 167,000. Peruhanda 92,800. Idunda 139,400. Mjimwema 161,200. Maheve 128,500. Wikichi 85,000. Ikando 134,000. Wakilishi tunasimama Ndio. Lakini pia tumepokea kutoka Igominyi shilingi 100,000. Igagala 71,000. Magoda shilingi 100,000 na 2,500. Mgodechi 2,50,100 ambapo RC Mgodechi amechangia shilingi 25,500. Matembwe 100,000 na 18,000. Kidegembye wameleta shilingi 700,000 na 1,450. Ibumila 100,000 na 18,000. Usalule soja nipo hapa 58,200. Itipula 179,000. Lunyanywi 55,900. Nyombo 193,000. Kibena hospitali 96,400. Lusisi Mawindi Kijiweni wametoa 21,700 ambayo wakijumlisha na ile ambayo imechangishwa pale Lusisi imekuja kiasi cha shilingi 100,080. Kijiji cha Itunduma wameleta shilingi 600,000 na 20,000. Lulanzi wameleta shilingi 94,100. Kifanya 162,500. Uwemba 168,000. Utalingolo 260,000. Mfeleke wameleta shilingi 82,600. Njomlole 200,000 na 12,000. Ikisa shilingi 70,000. Zimefika. Asante sana. Kijiji cha Usita ni shilingi 9,000.
Lakini pia tunavyo vikundi vya tunaishi nao. Tunaishi nao A wametoa shilingi 30,000, B 22,000, tunaishi nao C 38,000, tunaishi nao D 34,000. Lakini pia wachangishaji kwenye maeneo mbalimbali wametoa kiasi cha shilingi 36,000. Amina ndugu zangu. Ambapo jumla ya fedha hizi ambazo nimezisoma hapa za wachangishaji kutoka maeneo mbalimbali ikang'asa 35 pia. Tuwakumbuke kwenye kumbukumbu zetu. Ambazo fedha hizi nilizozisoma hapa za wadau na wachangishaji kutoka sehemu mbalimbali inaleta jumla ya shilingi 5,242,042. Lakini pia nilisahau kuwataja hapa pia wadau wa Tuma Salamu, Open Salam Club shilingi 25,000. Kwenye simu zile fedha ambazo zinatumwa kupitia namba mratibu na lipa namba tumepokea kiasi cha shilingi 1,100,180, ambayo sasa inaleta jumla ya shilingi 6,400,022. 6,400,022. Ikumbukwe tulisema mhitaji wetu alikuwa anahitaji kiasi cha shilingi 4,700,075. Tunaamini hana nauli ya kutoka Njombe kwenda Dar es Salaam. Tunaamini hana kwa kufikia akifika Dar es Salaam. Hatujui ataenda kukaa kwa kipindi cha muda gani pale Dar es Salaam. Kwa maana hiyo ni kwamba fedha hizi zote ambazo zitapatikana katika zoezi hili linalofanyika hapa atakabidhiwa zote. Tumeelewana ndugu zangu? Hatutosema kwamba anahitaji 4,400,075 zimepatikana 8,000,000 tutoe 4,775,000 si ndio? Tumpe nyingine tuondoke nazo kwa ajili ya mhitaji mwingine. Hapana, hatuwezi kufanya hivyo. Hapa sasa hivi kuna sura naziona huko, kuna mtu amesema kaka solo hofu. Yaani kuna mtu huko unamwona kabisa sura yake anasema nyingi. Ndugu zangu, hizi fedha sio nyingi ukiingia kwenye swala la matumizi tena ya ugonjwa. Yawezekana ni fedha chache sana. Amina ndugu zangu. Maana nimeona surprise za watu hapa namna ambavyo mmehamaki vile ambavyo tunazitaja hizo fedha, na ukizingatia wengi hatujawahi kuzishika hizi. Uizanganyiwa na uzanganyiwa. Lakini wachangishaji hawa kwenye maeneo mbalimbali ambako wamepita wamekusanya vitu mbalimbali ambavyo kimsingi wamekuja navyo. Kwa hiyo tusipovisoma hapa inaweza kaonekana kwamba Usalule mbona walichangisha na chumvi. Ile chumvi na maana walibakiza nyumbani kwao. Hapana. Chumvi tumepokea pakiti 32 tumekuja nazo, sukari kilo 4.5, sabuni za unga pakiti 5, sabuni za miche ni miche 4 na vipande 4, unga umepatikana debe 4, dagaa pakiti 3, matunda aina tope tope yako 8, lakini pia nguo ziko nguo aina mbalimbali kwa ajili ya mtoto, mama, lakini vile vile yako mahindi tumekuja nayo debe 9, maharage debe 2, sukari kilo 3, tumekuja na mchele kilo 5, parachichi debe 4.5. Lakini pia kuna viungo. Wengine wanapita wanachangisha mpaka maeneo ya sokoni. Wamepata viungo ambavyo ni nyanya, vitunguu pamoja na viungo vya pilau, nyanya chungu, unga wa karanga, vyote tumekuja navyo. Amina. Alizeti kilo 4, mayai 8. Haya yamebadilishwa kuwa fedha sije kapasuka njiani. Amina. Lakini pia kabeji 1, ngano lita 1, viberiti pakiti 2, daftari 2, tambi pakiti 1, nanasi 15, ndizi mkungu 1, machungwa yapo kiasi kidogo, lakini kuna matunda aina limao pia, kuna viatu pea 1, njegele lita 2, mswaki 1, peazi lita 10. Hivyo vyote tumekuja navyo hapa siku ya leo. Amina ndugu zangu. Basi hivi ni vile ambavyo tumevipokea kwa ajili ya kuweza kuvikabidhi hapa siku ya leo. Kabla sija kuinua tena mwenyekiti, naomba nikumbushe jambo moja. Taarifa ilizungumza wazi
kwamba mtoto huyo ana miaka 6 hamjui baba. Vijana wenzangu mko hapa, si ndio? Tutengeneze utaratibu wa kuona thamani ya hawa watoto. Ipo kesho na kesho kutwa. Amina ndugu zangu. Ipo kesho na kesho kutwa. Huyu mtoto hatutojua ni nani. Tumeelewana vizuri? Wapo watu ambao hawakupewa thamani na wazazi wao kipindi ambacho waliwahitaji wazazi. Wamekuwa, wamefikia hatua ambayo wamefanikiwa. Wale wazazi ambao waliwatupa kipindi hicho wanajitokeza baada ya mafanikio na kumwambia yule mtoto, mimi ni baba yako. Amina. Tumeshuhudia hayo kwa mwanamuziki anaitwa Omari Nyembo ama Ommy Dimpoz. Mzazi wake alimtelekeza, lakini baadaye anakuja kujitokeza kwamba mimi ni baba yako, lakini umenitupa, una mafanikio, mimi baba yako mpaka umri huu ninaendesha bajaji hapa Sumbawanga. Kwa hiyo msije kushangaa kuja kuona hao watoto wanakuja kuwakataeni hicho kipindi. Mkumbuke kwamba na ninyi mliwakataa kipindi ambacho walikuwa wanawahitaji. Na niwashukuru sana wana Njombe na wananchi kwenye maeneo mbalimbali. Ingeweza kuwa ni wiki ambayo ningepokea message nyingi sana. Huyo baba akamatwe, afungwe, ashtakiwe. Hiyo message unayotuma, tuma mwamala wa shilingi 1000 ile mtoto akatibiwe basi. Amina. Na hicho ndicho ambacho kimefanyika, kwa sababu swala la kuhukumu sio la kwetu. Amina ndugu zangu. Swala la kuhukumu tunamwachia yeye. Na mtoto anasema akizaliwa, Mungu akileta mtoto anakuja na sahani yake. Kwa hiyo yawezekana amekosa malezi upande mwingine, lakini leo hii yote ni wazazi wake ambao wamejitokeza kwa ajili ya kumsaidia. Amina ndugu zangu. Naomba niwashukuru sana, Mungu abarikini na asanteni kwa kunisikiliza. Tunashukuru mratibu wa kampeni ya Tunaishi Nao Fikirini Ngailo. Kadhalika tuwashukuru wasikilizaji ambao wao walikuwa wanatusikiliza na wametuma michango yao. Tuwashukuru pia na ndugu zetu ambao mnapita huko mitaani kukusanya fedha na mahitaji mengine kwa ajili ya Tunaishi Nao na ambao tupo hapa leo. Sasa muda huu mimi nisipoteze sana, naomba ni muinue diwani wa viti maalum. Utazungumza machache juu ya kampeni ya Tunaishi Nao na umati huu na wale ambao wanatusikiliza. Na kisha utampa kijiti afisa maendeleo ya jamii, na yeye atazungumza machache juu ya kampeni ya Tunaishi Nao na wananchi wa Makanjaula na wale ambao wanatusikiliza. Afisa maendeleo ya jamii, wewe utatuletea mheshimiwa diwani ambaye ndio mgeni wetu rasmi leo. Baada ya diwani kuzungumza, diwani utatuongozea kapu la nyumbani kwa wale ambao hawakutuma fedha au walituma na leo wamekuja nazo. Wale ambao hawakupitiwa na mabalozi ama wajumbe, hata kama walipitisha michango yao huko, lakini hapa tutatoa kama sadaka ili tujaze kibubu. Nianze na mama yangu. Karibu sana uzungumze na Watanzania, wale ambao wanatusikiliza na umati huu pia wa watu ambao wapo hapa Makanjaula. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Asalamu alaykum. Alaykum salaam. Niwaka mwene. Amwene. Lamwiki. Basi nashindwa nisemeje. Naishiwa. Ninaishiwa. Basi nimshukuru tu Mungu kwa zoezi hili la leo. Niwashukuru na wote Radio Prince. Nimshukuru Maskini Jeuri na kikundi chao, kwa sababu nilipotoa wazo haikuwa rahisi. Walikuwa wameshapanga tayari watu wao, lakini sina neno la kuongea zaidi ya kuwaombea. Ndugu zangu, kila mmoja hapo alipo, tuwaombea hawa watu. Makanjaula, tunasikia? Tunasikia?
tuwaombee watu wote wanaofanya hizi kazi. Kazi sio rahisi kama tunavyofikiri. Mtu alishakuwa ameshapanga mfululizo wa watu wake, lakini kumpangua na kumuingiza mtu katikati ni jinsi gani Mungu alivyomuonesha. Mungu ambariki sana maskini Jeuri, amuongezee miaka mingi mno, ili aendelee kuwasaidia na wengine. Pia Mungu awasaidie na wengine wote, watu wake na wale watu ambao wanachangisha. Nashindwa kusema neno zuri sana zaidi ya kusema kwamba Mungu awabariki na jina lake Bwana lihimidiwe sasa na hata milele, na Mungu awakumbuke watu hawa wote wanaofanya hii shughuli kwenye ufalme wake, kwa sababu bila ya Mungu tusingeweza kufika mahali hapa. Mtu anayefanya jambo hili ana uwepo wa Mungu ndani ya moyo wake. Kwa hiyo ndugu zangu, sote leo kwangu, kesho kwa mwingine. Tumeshasikia mratibu ameongea vitu vingi sana. Tuanze sisi kuwasaidia watu wetu, na baada ya hapo watu wengine watusaidie. Na washukuru watu wametoka sehemu mbalimbali kwa jinsi walivyoona umuhimu wa jambo hili. Basi kwa ridhaa ninaomba kikundi cha tunaishi nao, ninawaombeni mchague na Njomlole na Makanjaula hapa watu wawili kama mlivyochagua kipindi kile Njomlole, ili waweze kuungana na wenzao. Ninawaomba kama inawezekana. Niseme sina mengi ya kuongea zaidi ya kuwaombea na kuwashukuru ndugu zangu. Basi kwa majina ninaitwa Mariam Shabani Chundu. Mimi ni diwani wa viti maalum ninayetokea tarafa ya Igominyi, lakini ninatoka kata ya Uwemba. Naposema Igominyi ina maana hili jimbo hili lote na jimbo la Njombe Kusini ninaweza kufanya kazi mahali popote. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa kitendo hiki. Nilikuwa nakisikia toka siku nyingi, lakini nilikuwa sikijui vizuri kwa undani, lakini walipofika Njomlole ndipo nilipojua kwamba kumbe kitu hiki ni kizuri sana. Kwa hiyo niwaombe kwa wale ambao hawajui hiki kitu, ninawaomba mkisikia kuna jambo hili, kwa sababu linatangazwa kwenye Radio Apprence, na huku nimeambiwa Radio Apprence inashika. Kwa hiyo tujitahidi kusikiliza, ili kunapokuwa kuna jambo kama hili, basi tujitokeze na sisi tukaungane tena na wenzetu sehemu nyingine, kama wao walivyokuja kuungana nasi katika kijiji hiki. Sawa ndugu zangu wa Makanjaula? Naomba tujitokeze ili tuweze kusaidiana, sababu maisha ni haya, tusaidiane ndugu zangu. Basi nimalizo kwa kusema niwashukuru wote mlioko katika eneo hili, wote, sijamsahau hata mmoja wenu, na Mungu awazidishie pale mlipopunguza, na Mungu awaimarishe kwenye afya zenu ili msiteteleke. Mungu awalinde mnaposafiri kwenye vyombo vya hatari, na Mungu awaimarishe katika upendo wa kweli, muendelee kupendana. Baada ya kusema hapa niwashukuru, nasema asanteni sana. Asante sana. Karibu afisa maendeleo kata ya Uwemba. Makanjaula safi. Makanjaula mko vizuri? Binafsi nasema asante timu nzima ya tunaishi nao. Sisi ni nani kata ya Uwemba? Naamini hii ni awamu ya pili kwenye kata yetu kwa kipindi hiki. Awamu ya kwanza walikuwa pale Uwemba,
zoezi lilifanyika vizuri kama alivyosema mratibu. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu tunaamini anatupendelea. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kuiongoza timu hii kufika tena leo Makanjaula. Mungu awabariki sana timu nzima kiongozwa na Maskini Jeuri. Tunaamini mambo yanafanikiwa kwa sababu mnafanya kwa moyo. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki pia wana Makanjaula kwa mioyo yenu mikunjufu mlilipokea swala hili. Hamkuhitaji elimu kubwa kwa sababu mtoto huyu tunaye, kama kampeni inavyosema, tunaishi naye, tupo naye hapa. Mungu awabariki sana kwa michango yenu. Mungu awabariki sana. Tunaamini mliishi vizuri na mama pamoja na bibi yake miaka hiyo 4 toka ameanza kuumwa huyu mtoto. Mmekuwa naye, tunaamini mmetoa mawazo, mmetoa mlivyo navyo. Mungu awabariki sana wana Makanjaula. Nashindwa niseme nini, lakini Mungu awabariki sana. Tunaamini mtoto huyu atafanyiwa matibabu vizuri, atarudi salama kwa maombi yenu. Tusiishie tu hapa leo, tuendelee kuwaombea hata wanapoondoka waweze kufika salama, warudi salama. Mungu aweze kuwasaidia huko wanapoenda kwenye matibabu. Sina mengi sana, yani moyo wangu umejawa na shukurani tu. Tunamshukuru sana Mungu anayetupa maarifa. Tunashukuru sana kwa ambao wamefika wageni wetu. Karibuni sana kata ya Uwemba katika kijiji cha Makanjaula. Karibuni sana. Na tunaamini wana Makanjaula wamejifunza kitu kikubwa sana siku ya leo. Tunaamini hata michango hiyo mingine huko tutatoa kwa moyo, kwa sababu si kila mtu anayetoa sadaka anatoa kwa moyo. Lakini naamini tunatoa kwa moyo kwa sababu tunaguswa na kile kitu ambacho tumekisikia au kukiona. Mungu awabariki sana. Kwa majina naitwa Irene Niki Mlonganile, afisa maendeleo kata ya Uwemba. Karibuni sana wageni wetu. Karibuni sana Uwemba. Kwa nafasi hii pia nimepewa niweze kumkaribisha mheshimiwa diwani. Karibu mheshimiwa. Asanteni kwa kunisikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kwa majina naitwa Jackson Nicolas Mtewere, diwani wa kata ya Uwemba, halmashauri ya mji Njombe. Awali ya yote, kwanza nianze kumshukuru Mungu sana kwa kutukutanisha na ndugu zangu wana Makanjaula, lakini na wageni wote mliotufikia katika kata yetu ya Uwemba, kijiji cha Makanjaula. Mungu wa mbinguni awabariki. Kama ambavyo nimeanza kujitambulisha, lakini kabla sijaanza kuzungumza lolote, ninapoanza kutoa shukrani kwa ndugu zetu wa Apprents Radio na kampeni ya tunaishi nayo, nitaongea maneno machache kidogo. Niseme Mungu alikuwa na mpango na ana makusudi watu hawa na redio hii iweze kuigusa jamii moja kwa moja. Na katika watu wa kwanza katika kampeni na wenu ndugu zangu wa Makanjaula, na mimi nilikuwepo 2019, tumekimbizana sana na kakaangu Maskini Jeuri enzi hizo, na ninashukuru sana 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 jinsi ambavyo
mmekuwa watu wema. Radio Apprents na timu nzima ya tunaishi nayo. Nitaanza tu, kuna wengine mnaweza mkawa mmesahau. Tulianza na mzee mmoja Magoda, alikuwa amekatwa mguu. Tukatoka hapo, hawakutuacha, wakaja Kilenzi. Hawakutuacha, wakaja kwa mzee mmoja Uwemba pale, nakumbuka kama sikosea 2019 au 2020, mzee mmoja alikuwa na gongelea akadondoka. Mzee nani vile? Mzee nani? Hapa maskini jeuri ananikumbusha, wanasema mkono mmoja. Yule mzee wakamhudumia, lakini bado haitoshi. Wakaja Njomlole, lakini bado haitoshi. Wakaja Uwemba, bado haitoshi. Wakaja Makanjaula. Jamani, naomba tuwapigie makofi Radio Apprents na tunaishi nao kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya ya kugusa wahitaji. Brother, mimi na wewe kila siku tunasemaga bwana, sisi tunajitafuta. Mungu akubariki sana. Na Mungu aendelee kukupa maisha marefu. Wewe pamoja na timu yako nzima ya Apprents kwa hichi mnachokifanya. Kuna watu mnaweza mkaona hili ni jambo dogo, au mnaweza mkaona ni jambo la kawaida. Anachokizungumza maskini jeuri mratibu wa kampeni hii hapa, kipindi hicho ukikutana na 300,000 600,000 mnapongezana. Lakini leo tunafika mpaka milioni 6, milioni 7 mpaka milioni 10. Ujue ni jinsi gani ambavyo kama mtoto ameenda anakuwa. Lakini maskini jeuri pamoja na timu yako hii, mngesema mkate tamaa kipindi cha 2019 ile 2020, leo mtoto wetu Juliet Yaule asingeweza kupata msaada. Uongo kweli? Lakini tunamshukuru Mungu na tunashukuru. Na sio tu kwamba walikuwa wanapambana hivi, wanapambana na maneno yakiwa juu ya kuwakatisha tamaa, lakini walipambana mpaka leo kampeni imefika mahali hapa. Kwa hiyo tutaomba basi, tunapoendelea na jukumu hili, nimepewa maelekezo kidogo. Ameniambia diwani nisipate tabu ya kuzunguka kidogo, mtasweat nitapata jasho. Kwa hiyo wamesema kwamba kapu likae hapa. Haya ni maelekezo ya viongozi wangu ambao wametokea Radio Apprents na wanaoisimamia kampeni ya tunaishi nao. Basi ninaomba ndugu zangu, kama diwani nimeanza hivyo, basi naomba na nyie muweze kufika hapa. Lakini pia na wale watakaotaka kunisapoti mimi kwa maana ya nauli ya kurudi na vitu vingine, basi na nyie mnaruhusiwa pia. Asanteni sana na Mungu wa mbinguni awabariki. Sawa, sisi tunakushukuru sana Mheshimiwa Diwani kwa maneno yako mazuri. Umekuwa na mwendelezo mzuri kwetu kama Apprents FM, na sisi tupo na wewe kama wewe unavyokuwa na sisi. Na pia muda huu ni muda wa kapu la nyumbani, kama ambavyo Mheshimiwa Diwani ametuanzishia sisi. Wale ambao wanasikiliza radio wataendelea kutufuatilia tu kupitia 89.1. Wale ambao wanatufuatilia mitandao ya kijamii, tupo huko live kabisa kutoka hapa Makanjaula. Niombe sasa nirudishe utaratibu studio, wakati huu mimi nikitoa utaratibu wangu hapa. Kwa kuwa tutapata picha za pamoja, sisi tutakuwa tukitokea upande huu wote, hata huku tutapita hapa, tutaweka chochote tulichonacho, tutarudia hivi ili tupate picha nzuri kutoka kwa wataalamu wa digital hapo. Nadhani hiyo imekaa vizuri eh? Kwa hiyo tutakuwa tukitoka mkono wangu wa kulia, kwenu nyinyi ni mkono wa kushoto. Tutapita hapa, tutaweka sadaka, tunarudi hivi. Hii ni kwa yoyote na kwa chochote ulichobarikiwa nacho, na chenchi tunairudisha hapa hapa. Kwa hiyo kama una fedha yoyote ambayo unadhani ni kubwa kuliko 10,000, chenchi pia tunarudisha. Wala sisi hatuna ubaya. Mimi nadhani sasa kazi kwenu hapo Bwana Michael. Alafu sisi tuendelee. Tunaanza hapa, tunarudi hivi. Wajane wanahangaika, wagonjwa wanateseka,
Chenji tunarudisha. Haikuwa rahisi, upendo wangu sio kawaida, yani mimi kuwa jinsi nilivyo. Kiupekee tunawashukuru wote kwa uvumilivu wenu. Zaidi pia tunawashukuru na wale ambao wanatusikiliza kupitia Airplanes FM saa hii, kwa sababu tumesharudi, tuko live kutokea hapo Makanjaula. Tutatumia muda mchache sana ili kupata hesabu ya jumla ya kile ambacho tumekifanya kwa ajili ya mtoto wetu Juliet. Na kwa sababu tupo hapa kwa ajili ya hilo, niombe nikuinue mratibu wa kampeni Fikirini Ngailo, wewe tupe chote ambacho tumefanya hapa, tumepata kiasi gani kwa ujumla wake. Karibu sana. Asante sana. Hueuli. Poleni na hongereni. Asante sana. Basi ni washukuru wote kwa pamoja
kwa umoja wenu na namna ambavyo tumeweza kushirikiana kupitia kampeni ya Tunaishi Nao kwa ajili ya mtoto Juliet. Mpaka sasa hivi, mwanzo tulikuwa kama Upland FM kupitia uratibu wetu tulikuwa na kiasi cha shilingi milioni 6,422,022, wakati serikali walikuwa na kiasi cha shilingi milioni 1,200,067. Kwao kama serikali ikawa imeongezeka shilingi 50,000 kwa maana ya kufanya milioni 1,300,000 na shilingi 10,017. Lakini tumefanya kapu la nyumbani hapa. Kila mmoja amepita na kuweza kutoa, alianzisha mheshimiwa diwani. Tumepata shilingi 242,042,700. Lakini bado tukasema wanaume na ninyi mje. Mwanaume mwenzetu amekimbia familia ama alikimbia majukumu hata kwenda kujitambulisha kama ndo mimi hakufika, basi sisi tunaendelea kulea huyu mtoto, si ndio eh? Umetoa shilingi 57,400. Akina mama pia nao wamekuja wametoa shilingi 27,600. Nikasema Makanjaula leo mmeipokea elimu. Nataka nione namna ambavyo mmeipokea elimu, lakini nimegundua kwamba mmeipokea elimu kwa shilingi 25,600. Mungu awabarikini sana. Lakini pia tumeleta mashabiki wa Simba, mashabiki wa Yanga. Mashabiki wa Simba wametoa shilingi 25,700, lakini mashabiki wa Yanga wametoa shilingi 37,600. Na kabla mjajipigia makofi mjue kwamba Simba walishinda kidege mbia na Itunduma. Lakini pia tumewaleta mashabiki wa Yesu wametoa shilingi 15,700. Diwani viti maalum na yeye pia amewaomba watu waweze kufanya jambo. Maklasimeti wake ambao wamesoma nao na wanaoguswa na jambo hili wametoa shilingi 17,400. Lakini pia MC Mzee Msarabu ndugu yangu Petro Mwenda, yeye pia alisimama hapa kuhamasisha watu waweze kuchangia. Imepatikana shilingi 27,000. Kwa maana hiyo kapla nyumbani imepatikana shilingi 476,700. Tukijumlisha na milioni 7,739 ya mwanzo kati ya serikali na uratibu wa Upland FM, kiasi ambacho tumefikia mpaka sasa, tunafunga hesabu yetu, ni kiasi cha shilingi milioni 8,215,700. Tumepata jumla shilingi milioni 8,215,700. Ndio fedha ambazo zimeweza kupatikana. Naangalia kila sehemu tukienda kuna na 400 na 500 na 100 ngapi. Sasa hapa ndo tunagundua maana ya kile kidogo ambacho kila mmoja anakitoa. Amina eh? Amina. Au mpaka sasa hivi tunaweza tukasema kwamba hii fedha ambayo imepatikana, toa uliotoa wewe. Utagundua kwamba na wewe una nafasi kwenye hii fedha. Sijui kama naeleka nikisema hivyo eh? Yaani tungetoa hii shilingi 700 ingekuwa milioni 8,215,000. Si ndio eh? Lakini kwa sababu kuna shilingi 700 imekuwa na 700. Kwa hiyo kila mmoja anaweza kutoa kile kiasi ambacho amekitoa wiki hii kwa mhitaji. Atagundua nafasi yake mahali ilipo. Asanteni sana na Mungu awabarikini sana. Kesho asubuhi saa 2:30 tutatambulisha mhitaji anayefuata kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Ni wapi tunaelekea? Ana changamoto gani? Kitu gani ambacho anakihitaji? Tunaomba tuungane pia kwa ajili ya kumchangia huyo. Asanteni na Mungu abarikini sana. Basi tunashukuru wananchi wa Makanjaula na wasikilizaji wetu na wadau wote ambao wameshirikiana na sisi kupata hiki ambacho tumekipata. Zaidi tukiombee kiweze kufanya jambo kwa mtoto wetu Juliet. Kwa muda huu naomba niwalete wananchi wawili wa Makanjaula, wao waje wazungumze na kutoa neno la shukurani kwa niaba ya wananchi wenzao. Nianze na mama yangu Enhada Mgimba. Karibu uje uzungumze na wasikilizaji wa Upland FM, wadau na wananchi ambao wapo hapa Makanjaula kwa hiki ambacho tumekifanya leo. Jamani, nasema asante sana kwa tendo hili lilofanyika leo. Hatukutegemea kwamba mtoto wetu anaweza kupata nafasi kama hii. Tunamshukuru Mungu, tunawashukuru wote, sababu wote tumeumbwa na Mungu na tumefuata maagizo yake.
nasema kwa wana Makanjaula wote, kwa upande wa wamama, tuwe wavumilivu, tuwe watii, tutii waume zetu na tutii amri ya Mungu. Nasema asante sana, sina cha kuwalipa wageni wetu mliofikia leo. Asanteni sana. Asante sana mama yangu ni Hada Mgimba. Wanaume mpo wa Makanjaula? Mimi sitaki azungumze kiongozi yoyote. Naomba mwanaume mmoja aje azungumze kwa niaba ya wananchi. Hawa viongozi wamefanya kazi kubwa, jukumu lao lilikuwa ni kuhakikisha tunapata michango. Niombe sasa mwanaume mmoja aje azungumze kwa niaba ya wanaume wote wa kijiji cha Makanjaula kwa hiki ambacho tumekifanya leo kwa ajili ya mtoto wetu Juliet. Safi sana. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana. Kwa jina naitwa John Mloe. Napenda kuwashukuru wageni wote walioweza kufika ili kuweza kumshika mkono huyu mtoto wetu. Jamani, wa Makanjaula, mimi naomba tujifunze kitu kimoja. Hiki kitu tulikuwa tunakisikia kwenye redio. Leo kimetufikia hapa nyumbani. Mimi naomba tuweze kuwaunga mkono. Ili nalisisitiza kwa nguvu kwa sababu tusije tukaanza kusema mbona wanafanya huko basi au limetokea sehemu nyingine. Sisi tukipata taarifa na sisi tuwe kipaumbele. Asante sana wageni, ninawashukuru sana kwa uwepo wenu hapa. Kwa kweli tumefarijika wa Makanjaula. Nawashukuru sana kwa kweli. Asante. Shukrani sana bwana Joni. Na wana Makanjaula, si mmesikia vizuri Na kuna muda fulani pia Mheshimiwa Diwani alisema namna ya kutuunga mkono. Kuna mama pia diwani wa viti maalum akasema tuchague watu. Sisi kampeni yetu ilivyo, hakuna mtu ambaye anachaguliwa. Sawa sawa na Makanjaula. Hao wote mnaowaona walikuja wenyewe. Wanafanya kazi wenyewe kwa kujitolea. Hii ni kazi ya Mungu, sio ya Uplands. Uplands tunatumika kama chombo. Kwa hiyo naomba kama mwenyekiti wa kampeni niseme kwamba kwa wananchi wa Makanjaula, hii na kwa maeneo mengine ambayo hayana wachangishaji, sisi tunapoondoka hapa hatutaondoka na jina la mtu yoyote aliyepigiwa kura au kuteuliwa na mtu. Tunataka yeye aje mwenyewe. Ukija mwenyewe ni rahisi kuifanya hii kazi. Sawa sawa? Ndio. Ukija sisi tutakupa kitabu na tutakupa pia na kitambulisho ambacho kitakurahisishia wewe kufanya hii kazi. Na kwa kuwa ndugu zetu wa Makanjaula mmekiri kwamba mmeelewa, basi anayewiwa kushirikiana na sisi kwenye kampeni ya Tunaishi Nao, milango yetu iko wazi kabisa. Na wakuniona ni mimi mwenyewe. Baada ya kampeni njoo, leta jina lako, nitakupa utaratibu. Vitabu tunavyo hadi hapa na tutakupa kila unachostahili ili uifanye hii kazi kadiri ambavyo utakuwa umejitoa. Sawa sawa? Sasa niombe familia, mama wa Juliet na yule bibi kama yupo, joini hapa na nyinyi mshukuru kwa kilichofanyika. Tulitamani pia na mtoto mwenyewe awepo, lakini si vibaya hata asipokuwepo kwa sababu mama yake yupo. Sawa sawa? Ndio. Wala si maonyesho ya kutaka tumuone Juliet. Tufanye tu kwa imani. Amina. Na tuziombee sadaka zetu. Karibu sana. Kamweni. Ni mzazi wa Juliet. Sina cha kusema zaidi ya kusema asante na shukuru. Asante. Asante sana. Bibi kama yupo anakuja sawa. Nyakati kama hizi mimi huwa nasema kwamba ni ngumu sana kueleza chochote. Sawa sawa? Zaidi sisi tuendelee kuiombea hii familia.
na tuendelee kuziombea sadaka zetu ili ziwasaidie, na kama tunaziombea manake zitaelekezwa kwenye mahitaji ambayo familia ina uhitaji. Tunachotamani ni kuja kuona kwa wakati mwingine Juliet amepona na anaendelea na watoto wenzie na anaendelea kutimiza ndoto zake akianzia elimu hii ya awali. Kwa sasa niombe ni mlete katibu wa umoja wa wachangishaji wa kampeni ya Tunaishi Nao. Wewe uzungumze machache na watu wanaotusikiliza na ndugu zako pia ambao mnafanya kazi moja ya kuchangisha michango, kadhalika na Watanzania kwa ujumla. Kamwene, tunaishi nao. Tunaishi nao. Kwa majina naitwa Devota Luanja. Ninatokea Kambarage, lakini hapa Makanjaula mimi ni nyumbani. Mimi ni mtoto wa marehemu Simnenuka. Kwa hiyo sasa, wana Makanjaula, mimi hapa ni nyumbani. Makanjaula, tumefika nyumbani. Tena nilifurahi sana nilivyoambiwa tunaenda Makanjaula. Nikajua kabisa naenda kuwaona ndugu zangu, na ndugu zangu ndio nyie. Mimi huko najua nina ndugu zangu, lakini ndugu zangu sahihi ni nyinyi. Na hiki tulichokuja kufanya kwenu, tunaomba wana Makanjaula, wakina Semnenuka, wakina Semanga, yani ubini zote, jamani tushtuke. Ili limefika linatutaka tuwajibike. Asante. Kwa nafasi nyingine sasa niende kwa wachangishaji wenzangu. Jamani wachangishaji wenzangu, tunaomba tushirikiane vizuri na pia tujitume. Kujituma ndio muhimu. Wengi wanasema, "Oh, mnalipwa. Oh, sijui mnafanywa nini?" Hapana. Mungu mwenyewe ndio anatulipa, anatuwezesha. Sisi tulivyo hivi. Mwaka jana tulikuwa vingine, mwaka huu tuko vingine, na ndio Mungu anatuwezesha, tunazidi kusonga mbele. Tunaishi nao. Tunaishi nao. Hii Makanjaula jamani, tunaishi nao. Asante. Basi jamani, wachangishaji jamani, narudia tena, tembeeni jamani, tembeeni, hela zipo, watu wanazo, ila sisi hatutembei, tutembee. Amina. Asante, naomba nirudishe mic. Asante sana. Hili kundi lote mnaloliona, huyu ni katibu wake. Niombe nikutambue mwenyekiti wa umoja wa wachangishaji popote pale ulipo. Anapiga story. Makamu mwenyekiti, katibu msaidizi, join hapa ndugu zangu. Jamani, hawa ndio ambao wanaongoza wenzao kwenye kuchangisha michango ya Tunaishi Nao. Sawa sawa. Kwa hiyo hata kama mwana Makanjaula mmoja atakuja, viongozi wake watakuwa ni hawa. Sisi tu ni ziada, lakini asilimia kubwa watakuwa nafanya kazi na hawa. Asanteni sana. Wakati huu naomba ni kulete bibi sasa uje uzungumze, lakini pia na yule mwalimu wa Juliet atafuata baada ya bibi. Karibu. Yewa Kamwene. Kamwene. Kinamu hayuni. Asante sana, nashukuru sana kwa mchango yenu mliotoa. Nimejifunza pakubwa sana kupitia kampeni hii. Nashukuru, yani nashukuru. Hata niwe wapi, naomba mniambie hata Lupembe wapi. Hapa nimesikia watu wa Lupembe wapi, yani kila kona. Naomba mniambie, mnipe taarifa kamati itakayochaguliwa hapa kwa ajili ya mambo haya. Naomba ifike nyumbani ije iniambie. Nashukuru sana kwa viongozi wote kwa kazi walioifanya mpaka kufikia hatua hii. Nipende kushukuru sana na ninawapa baraka njema, waendelee na kazi nzuri za kuponya na wengine ambao watakuja kuhitaji misaada. Asante sana, nashukuru. Naomba Mungu awalinde, awabariki.
mwenzenu sikupenda mambo haya. Najua leo ugeni huu umejaa kwa ajili ya mjukuu wangu Juliet Haule ambaye babaka amempelekea. Kwa hiyo naomba na wengine wajifunze kupitia hili. Hapa Makanjaula tulikuwa kweli hatuna elimu, lakini kwa leo hii najua tumejifunza kitu kikubwa sana. Tunaomba mfano huu uendelee siku zote milele na milele. Amin. Asante, sina mengi zaidi. Asante sana bibi, tunakuombea pia. Mwalimu wa Juliet, karibu. Kamwene. Kwa majina naitwa Mwalimu Mliuka. Kwanza niombe niwashukuru wananchi wote waliofika hapa ndani ya mkoa wa Njombe na nje ya mkoa wa Njombe. Na la pili niombe Aprince FM kuwashukuru kipekee. Niombe niwashukuru kipekee pamoja na mkurugenzi wenu mpelekea salamu hizi. Mwalimu mkuu anashukuru kwa niaba ya familia hii. Jambo la mwisho kwa wananchi niombe iliyotokea Makanjaula ni sehemu ya elimu. Elimu sio kukaa darasani. Elimu sio kukaa darasani. Elimu unaelimishwa na mwenzako, ukijua unaitumia vipi? Elimu hiyo waliotupatia Aprince leo, siku ya leo, tuifanye watu wa Makanjaula kugeuka. Kutoa shilingi 500 au 1000 au 2000, 3000 si tija, au 10,000 si tija kwa kumsaidia mwenzetu. Tusibezi kwenye sherehe tu za harusi kuchangia shilingi 30,000, 50, 100,000. Wakati kuna mgonjwa hapa anaumwa, jirani yako, tupeane taarifa kwenye vitongoji, tutoe, tusaidiane, ili makusudi kuinua hii mwenzetu kutoondoka au kufa. Kwa sababu Aprince wakifanya hivi wanatuelimisha na kutufundisha. Sasa sisi tusipotii tutakuwa tunamkosea Mwenyezi Mungu. Wao ni watume tu, wametumwa tu na Mwenyezi Mungu, na wanaofanya hizi kazi wametumwa na Mwenyezi Mungu. Mungu aendelee kuwabariki na kuwapatia fursa zaidi na zaidi. Jaribu kuwaza matatizo yangekuwa kwako ingekuwaje? Hakuna nependa haya matatizo na yakikukuta nauma. Utasema kwa wapi Mungu, yamenizidia haya machungu kwa hizi tabu nazo.